uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV. Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Sad Moment, kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunawatangaza ndugu zetu wote ambao wanapitia mazingira magumu tofauti, ili mradi tu waweze kupata msaada kwenye yale magumu yote ambayo kila siku anakuwa wanapitia. Mtazamaji, tumekutana na mama huyu jirani kutoka ukuta wa Mama Sonia ambaye alifiwa na mtoto wake. Kwa nyuma yake ana ofisi yake ya kuuza chips hapa. Kwa hiyo yeye pia ni mtu ambaye alipata taarifa kwa mwanzo kabisa. Sasa tutakwenda kuzungumza naye tujue mengi zaidi kutoka upande wake, lakini pia tujue yeye anafahamu nini juu ya hili tukio. Habari za saizi? Salama za kwako? Salama, kwema. Kwema. Tukufahamu kwa majina, unaitwa nani? Naitwa Happy Jeli Mwakasege. Ni mzaliwa kutoka wapi? Ni mzaliwa kutoka Mbeya. Upo hapa Dar es Salaam kwa miaka mingapi? Na miaka 22. Miaka 22. Ndio. So wewe ni mwenyeji kabisa? Ni kweli. Sawa. Lilitokea tukio ambapo mtoto alidumbukia kwenye kisima akafariki, si ndio? Ndio. Unakumbuka siku hiyo ilikuwa majira gani, lakini pia taarifa ya kwanza kuipata ulipata taarifa gani? Kwa kweli ilikuwa ni mishale kama ya mchana kidogo, yani sikumbuki muda ulikuwa ni muda gani, lakini wakati tukiwa tumekaa sisi hapa tumetulia, tulisikia kelele za binti akipiga kelele kana kwamba naomba msaada wenu. Ikatulazimu sisi kutoka hapa kukimbia mpaka eneo la tukio. Kwa tulivyofika pale, tulivyoingia kule ndani, yule binti kwa sababu alikuwa anapiga kelele nje, kwa tukaingia eneo la tukio. Tulivyofika kule, kweli kuchungulia katika kisima tulikuta mtoto anaelea. Ni hilo tu. Binti alikuwa anapiga kelele kwa hapo sawa kisima karibu na wewe, umetenganishwa na ukuta tu ama kwa kule mbele? Hapana, ina maana yeye alitoka baada ya kuona vile tukio limetokea huku, ilibidi atoke kwa nje kupiga kelele kuhitaji msaada. Kelele zake zilikuwa zinatamkikaje? Alikuwa anatamkaje? Naomba mnisaidie, naomba msaada jamani. Ndio kilituelekea sisi kutoka hapa kukimbia kwenda kule. Wakati unatoka hapa unaenda kule, nilikuwa mpo watu wangapi kwa ile eneo? Kwenye eneo hili tulikuwa mimi tu na ndugu yangu hapa. Tulikuwa tumekaa hapa, lakini baada ya muda, baada ya kufika kule ndani, ilimlazimu jirani yetu chumba kingine, sawa, apite hapa, apandishe hapo ukutani, kwa sababu kidogo hapa alikuwa amenyanyuka, akapandia hapa juu, akaingia kwa ndani kule. Kwa mara ya kwanza ulivyosikia zile kelele, hofu yako ilikuwa iko wapi? Ulihisi kuna nini labda kwa haraka kabla hujajua kama ni mtoto kadumbukia kwenye kisima? Sikuhisi chochote kwa sababu tulisikia tu kishindo. Yaani kwa kifupi tulikuwa tumekaa hapa tukasikia tu kishindo. Tulivyosikia vile ndo kelele zilipoanza. Umeona? Maana yake ulisikia kishindo. Kishindo tulikisikia kwa sababu tulipokaa hapa na kilipo kisima hata wakichota maji watu tunasikia. Uwaga kinachota maji? Uwaga wanachota. Hao sasa hivi waliokuja, maana wamekuja muda sio mrefu. Kwa hawa sijawasikia, lakini wote waliokuepo walikuwa wanachota maji. So nataka tulinganishe sasa muda toka umesikia kishindo cha kitu kudumbukia kwenye kisima mpaka zile habari za msaada, ilichukua kama muda gani makadirio haraka? Ni vitu ambavyo viliambatana. Yaani tukio na kelele zile vilikuwa vimeambatana. Kwa baada ya kutoka sisi kufika kule, kweli jirani yetu hapa akafanya jitihada za kumwopoa mtoto mule, tukamtoa, lakini mtoto alivyotoka alikuwa yuko anapumua ingawa, lakini alikuwa anapumua. Kwa hiyo inaweza kawa ilichukua dakika 10 toka umesikia kishindo cha kudumbukia mtoto alafu mpaka yule kwanza kupiga kelele? Hapana, dakika 10 hazikufika. Sidhani kama zilifika dakika 10. Yaani kitendo kwamba tulivyosikia tu na yule binti anapiga kelele, ilitulazimu sisi kukimbia huko kunyanyuka, kwa sababu kwa kifupi tulikuwa hatuwafahamu hawa watu kutoka wamehamia, maana walikuwa siku chache. Kwa hiyo tulikuwa hatuwafahamu wala hatujawazoea, lakini pindi unaposikia kelele zinapigwa ni lazima ushtuke kama jirani. Kile kishindo kilikuwa ni kikubwa sana cha kudondokea kwenye maji ama ilikuwa cha kawaida tu? Hapana, kilikuwa ni kishindo kikubwa ambacho kilipelekea. Yaani mule uwaga wanachota maji na ndoo, na hisi ni ndoo. Kwa hata wao akiingiza ile ndoo inasikika, ikiingia inasikika. Kwa yule mtoto naona sasa alivyoingia, nadhani kama alikuwa amesimama pale juu. Kwa hiyo alivyoingia ndio kimpelekea ingie kama ndoo. Tukasikia tu kishindo du. Yule ndo akaanza kupiga kelele. Sasa kana kwamba jamani msaada jamani. Kwa kawaida ya watu ama mtu akidumbukia kwenye maji kuna mawili.
kuna wengine watapiga kelele huku wanazama wanatoka hivyo na hivyo. Kwa mtoto hamkusikia kelele yote ya kupiga kelele? Hapana, kwa mtoto hatukusikia kelele. Hatukusikia kelele. Labda kwa muda ambao sisi tulitoka hapa, nenda kule. Baada ya kutoka hapa labda muda wa kutoka hapa sisi kuzunguka hivi labda, lakini kwa muda ule sisi hatukusikia kelele. Sawa, iliyochukua muda gani? Tafakari zenu zilikuwa za waje? Yaani baada ya kusikia tu msaada iliyochukua muda gani mpaka mkaenda kule mbele? Hatukuchelewa. Kama dakika ngapi? Yaani hatukuchelewa, ni kitendo kwamba yani sijui, yani ni kitendo kile ambacho mimi kilinipelekea tu kuingia ndani kuchukua dela na kujivika na kukimbia. Yaani nilivaa huku natembea. Kwa maana yake ofisini kwako hapa uliona hivyo hivyo ukaacha mbio? Linapotokea jambo inabidi ushtuke kwa sababu sisi wenyewe tumezaa. Ukisikia mtu anapiga kelele jirani inabidi usogee. Ujue tatizo ni nini. Niliongea na yule binti, anasema kwamba wewe na hata watu wengine pia majirani wanasema kwamba wakati mpo huko kweli mlisikia kishindo kikubwa tu. Kishindo ambacho kiliwafanya mkasikia tu mlio kiwango ambacho hamkutafakari sana kwa sababu nilijua labda watu wanachota maji. Lakini baada ya pale ndo mkaja kusikia kelele, ndo kaja ukatoa zile kelele za yule binti baada ya kuomba msaada, ndo kilipelekea kana kwamba sasa huku kutakuwa na jambo limetokea, ndo maana tukakimbia. So ulivyoenda kwa kule mbele ulimkuta binti yuko kwa ndani ya geti kunyile? Tulimkuta bado yuko nje, ina maana sisi tukatangulia kuingia. Ndugu yangu hapa yeye hakuingia kwa haraka, umeona, lakini mimi nilivyofika ndo nilikuwa kwanza kumkuta mtoto yuko kisimani, na kuna watu ambao walikuwa nyuma yangu, maana sasa kuangalia kana kwamba nani alikuwa nyuma yako ni ngumu. Kwa nilivyofika mimi pia huko ndani ilibidi niongeze kelele kana kwamba jamani ni msaada, tunahitaji msaada. Ndio watu wakaanza kuingia sasa. Nilimkuta mtoto akiwa anaelea, anasema yuko juu. Nilimkuta mtoto mimi yuko juu. Juu katika namna ya kuachali hivi ama kimgumu? Chali. Alikuwa yuko chali. Alikuwa anatazama ama atazama? Hapana, macho alikuwa amefumba. Ina maana yule mtoto baada ya kutolewa sasa tulivyomchapa mchanga ndo akafumbua tu macho, yani kwa mbali akafumbua muda huo wakati anzileta zile pumzi sasa. Maana tulivyomchapa mchanga akapumua. Umeona? Akafumbua macho yake kidogo lakini baadaye akawa ameyafumba. Ili bado alikuwa anapumua. Na hata kwenye maji mlimkuta anaweseka ama alikuwa tu ametulia? Hapana, alitulia tu. Alitulia. Kisima mlikikuta kimefunikwa ama kipo wazi? Ina maana kile kulikuwa na mfuniko ule pale juu. Ule mfuniko ina maana ulikuwa ina maana kama vile kwa sababu baba zake zilikuwa zimekatika ule mfuniko unavyoonekana. Kwa ina maana mtoto inawezekana kuna sehemu ilikuwa na uwazi kidogo ambayo ilimpelekea alivyokanyaga ikampelekea kuingia kwenye kisima. Kwa maana yake kumbe kama vile alitereza. Kama kuna sehemu alikanyaga alafu ikampelekea kuingia. Kwa hivyo ingia ule mfuniko kwa tu umejisogeza kidogo. So maana yake kumbe haukuwa wazi ile shimo lote? Hapana, haukuwa wazi. Mkute iko nusu size ambayo wewe kwa wewe hapo huwezi kupita. Mimi siwezi kupita. Hata mtoto wa miaka 5 hawezi kupita. Inafuatana labda kama na kamwili kadogo labda. Lakini kwa yule pale mlikuta tu upenyo mdogo. Pale palikuwa na upenyo kidogo. So kwa lugha rahisi ni kama aliterezea, yani alikanyaga hivi katika kusimama pale ndo akadumbukia ndio. Sawa. Na kwa nini mchanga? Kumchapa mchanga unamaanisha nini? Sijui, kwa wanaojua, kwa sababu waga tunasikia hivyo kana kwamba ukiona mtu umemtoa kwenye maji umemopoa basi mchape mchanga tumboni. Kwa ina maana unapomchapa mchanga, sijajua kana kwamba inamaanisha nini, lakini ina maana kama inamrejesha mtu kwenye hali yake. So maana yake unachukua mchanga, tuelezee jinsi ambavyo unafanya. Yaani kana kwamba ni mchanga tu unazolewa alafu unamchapa nao tumboni. Hizi ni tamaduni nani alizozileta hapo wakati mnafanya hili jambo? Walikuwa watu wengi unajua katika mazungumzo, sinajua kila mtu fanya hivi. Kwa sababu na mimi nilishawahi kusikia. Sijawahi kufanya. Ili nilishawahi kusikia kana kwamba mtu akitoka kisimani anachapa mchanga, kwa ndicho tulichokifanya na wenzangu. So alotoa wazo ni nani? Kumbukumbu. Lakini sio wewe. Tulikuwa hapo wote sasa, yani kwa kifupi kana kwamba nilijua kabisa kwamba baada ya hapa inabidi tumchape mchanga. Lakini wote namna ya kumtibu tu katika namna haraka kumtoa katika mazingira yale kumrejesha katika maji. Tuliambiwa kwamba mlimkamua maji. Ni kweli. Yalikuwa ni maji mengi sana ama? Kama maji alikunywa. Kwa sababu ina maana tulivyomchapa mchanga ule tukawa ukigusa tu kidogo hivi maji yanatoka. Lakini hapa mlimaliza kabisa kumtoa maji yote? Hatukumaliza. Ina maana tulivyofanya vile kwa sehemu, ndio maana tukasema hapa kwa sababu bado ina maana hawaishi hospitali. Ndio. So kwa pale jinsi ambavyo ulitazama haukutegemea kama mtoto angefariki?
kutokana na jinsi uko. Yaani kwa pale tulipotizama kweli hatukutegemea kana kwamba lingetokea ambalo limetokea. Kwa sababu tulimuona kana kwamba mtoto ataenda, watamsaidia, mwisho wa siku atarudi. Kwa siku hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza unaijua hii familia ama ulishaijua kabla? Ilikuwa ni mara ya kwanza nawaona. Na yule binti ndio ilikuwa mara ya kwanza? Yule binti alishakuja tu kununua miogo mara moja. Lakini nisijue kana kwamba alikuwa anatokea wapi. Maana watu ni wengi, kumhoji mtu kama unatoka wapi ni ngumu. Kwa sababu alikuwa ndio kwanza wako na siku ya 5 tu. Niliwasiliana na yule binti akaniambia kwamba yeye pia hakuwahi kuwa mwenyeji sana huku kusema kwamba watoke na nini, ila alikuwaga anakuja kununua miogo. Ndio maana nimekuambia alishaikuja kununua miogo. Hata alivyokuja ulimkaribisha, akamwambia karibu, kukiwa kuna jambo lolote? Ndio. Akamwambia kukiwa kuna jambo lolote niambie tu nitakusaidieni. Sidhani, zaidi tu karibu. Unajua kwenye biashara mtu anapotokea mtu yoyote mgeni inabidi tuwe mkarimu naye. Lakini hayo mengine sijai kukaa naye kupiga naye story. Lakini alikuwa anakuja mara kwa mara kununua. Yaani alishakuja mara moja tu. Yaani baada hapa alishakuja mara moja tu kuchukua miogo. Huko ndipo nilipojua kana kwamba kuna mgeni, lakini nilikuwa sijui. Ina maana baada ya tukio ndo tukajua kana kwamba huyu binti ni wa humu ndani. Sasa kitu ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi hapa, watu walikuwa na wasiwasi wakihisi labda kupitia kwa mujibu wa maelezo ya pale kwenye watu ambao wana comment kwenye kila habari ambazo tumezifanya. Kuna wengineo wanasema binti itakuwa alimtupia mtoto kwenye kisima. Kuna wengineo wanasema labda muulize ile mama anauza miogo, labda kama aliona kuna mtu aliingia kule akafanya hicho kitendo, kwa sababu kwa kawaida kile kisima ile chuma ni zito, mtoto kuinua sio rahisi. Kila mtu alikuwa anaongea la kwake. Kwa upande wako wewe, comment yako ni? Sijui kwa muonekano, sijui maana mimi nikisema huku niliko kukaa kujua huko ndani kunaendeleaje ni vigumu. Kwa hiyo ili inawezekana tu ni mpango wa Mungu, kana kwamba kila jambo linakuja na makusudi yake. Lakini sidhani kama kwa sababu yule binti inaonekana, maana baada ya kuingia kule inaonekana yule binti kama yule mtoto alikuwa amekaa sehemu anajisaidia, yule binti alikuwa anaosha vyake vyombo. Umeona? Kwa sababu yule binti mtoto tumemkuta yuko na t-shirt tu ya juu huku chini, hana nguo. Na kweli inaonekana alikuwa anajisaidia. Kwa hatujajua katika mazingira huko ndani alitokaje pale mpaka akafika huko, hatujui. Naona binti katika harakati za kuangalia haoni mtoto alipokuwa amekaa, ndipo alipoanza kuzunguka, sijui kutafuta, hatujui. So mtazamaji, kwa hili linatupa picha kwamba kumbe binti wakati ameingia ndani kwenda kuchukua ndoo hiyo kwa ajili ya kuja kumtawaza mtoto alipokuwa amejisaidia, ndani ya zile dakika mtoto akaondoka akaja huku kisimani, na kwa sababu walikuta kisima mfuniko umekaa pembeni kidogo na ilikuwa bahaba hauna zile ambazo zinashikilia mfuniko kufunga na kufungua, kwa hiyo mtoto alidondokea mule ndani. Na nakumbuka pia binti alishakutamka kauli akasema kwamba mtoto hakudumbukia katikati ya shimo kabisa, ila aliingia kwa pembeni. So nadhani kwenye swala la kujielezea alishindwa. Huyu mama ameliweka sawa hili kwamba kumbe basi kile kisima kilikuwa kimefunikwa kama kawaida, si ndio? Lakini mtoto alivyokuja akawa kama vile amekanyaga. Alivyokikanyaga, kwa sababu ile eneo la kuaga bichi wakati wote ule mfuniko ukatereza, yeye ndo akadumbukia ndani. Na ndio maana alikuta mfuniko umekaa pembeni, yani haujafunuka shimo zima. Si ndio hivi? Ni kweli. Yes, kwa hiyo haukufunuka shimo zima. Kwa hiyo mtoto akawa amedumbukia, kwa hiyo alivyokuja pale wakamkuta kweli. Na huyu mama anasema kwamba toka amesikia kishindo cha kitu kudumbukia kwenye maji, wakati huo hajui kama ni mtoto, mpaka yule binti kuanza kupiga kelele, haijachukua hata dakika 10 hazijafika. Ni dakika chache tu. Kwa hiyo inaonekana binti ameingia muda huo ili anatoka tu, mtoto tayari kashafika huku katerezea kwenye maji. Wakati anaenda kuulizia kule nje, wakati huku mtoto ndo anahangaika kuzama sasa. Kwa hiyo anakuja kurudi huku kuja kufuatilia, basi anakuta la kukuta. Sasa mimi swali langu kwako. Wewe umesema ulikuta mfuniko kwa pembeni, si ndio? Ndio. Ulimuuliza binti kwamba aliugusa akafunua ndo akamuona ama ilikuwaje? Maana familia wanasema kwamba ule mfuniko ulikuwa umefunikwa. Kwa hiyo binti alivyokuja kufunua ndo akamkuta mtoto ndani. Ulimuuliza kwamba alifunua ile pembeni akachungulia ama? Sikuwa na muda wa kumuuliza kwa sababu ya lile tatizo ambalo limetokea. Kwa kuanza kumhoji mtu eti ilikuwaje, inakuwa imekaa vibaya kwa sababu muda huo pindi sisi tunakimbilia yule binti alikuwa bado yeye anapiga kelele za msaada. Umeona? Kwa ina maana tulichofanya, na maana sisi baada ya kufika ndo kuchungulia mule tukaona mtoto yumo. Ili tumsaidie inabidi ule mfuniko tusogeze vizuri ili mtoto asaidiwe kutolewa. Sawa. Lakini hakuwaambia kama alikuja akafunua mwenyewe akamtazama akamwona mtoto ndo akaanza kupiga kelele? Hapana. Kwa sababu yani haikuwa hivyo. Yani kwa sababu
Pindi yani inaonekana kama labda wakati anamfuatilia yeye, wakati anamfuatilia mtoto, sawa, inaonekana labda yule mtoto ndo alikuwa karibu na hicho kisima, labda yeye katika harakati za kumtafuta na nini, labda kama mtoto ndo alishtuka, yani kitendo cha kwamba yule tunasikia du, yule binti ndo anaanza kupiga kelele, kwa hivyo kupishana sana, kuomba msaada na lile tukio. Na nyinyi wawili, wewe na ndugu yako, mlikuwa watu wangapi kabisa kufika hapo kwenye ile tukio? Sisi tulikimbia tu. Baada ya kukimbia, ina maana mle ndani tulikuwa wa kwanza, nyuma yetu ndo wakafuata watu wengine. Kwa baada ya mimi kuingia kuchungulia, mimi ndo nikawa kwanza kuchungulia. Kwa nini nilivyochungulia kuona vile, ikabidi nianze tena kupiga kelele kana kwamba, kwa sababu wengi ambao walitangulia kuingia ni wanawake. Kwa hiyo tukaanza kupiga kelele za msaada kana kwamba tunahitaji msaada. Ndo jirani yetu hapa sasa mwanaume akatoka akapanda hapa. Tukamwambia vusha ngazi, akavusha ngazi ili tufanye haraka kwa ajili ya kumtoa mtoto. Ilichukua muda gani mpaka mtoto anakuja kutolewa pale? Makadirio tu. Sidhani hata kama nusu saa ilifika. Haikufika hata nusu saa. Sijui hata kama dakika 20 zilifika, kwa sababu tulifanya faster sana. Sawa, swali langu, kwa jinsi ambavyo ulikuwa unamtazama mtoto pale chini, alikuwa amegeuka juu umesema. Lakini alikuwa juu, maana yake uso ulikuwa uko juu, si ndio? Amelala, mikono kila kitu imesambaa, yani ili aelewe, si ndio? Uso wake ulikuwa umezungukwa na maji ama ulikuwa uko juu kabisa kiwango ambacho? Ina maana uso ulikuwa juu. Kwa ina maana kwa muda ule alikuwa anaelea kiasi kwamba macho alikuwa yako juu, uso uko juu, haujazibwa na maji. Kwa upande wako, tuliambiwa kwamba kulikuwa kuna uzembe ulifanyika hapa, ndio maana mkachelewa pia hata kumtoa mtoto. Maana nusu saa ilikuwa ni kubwa sana kwa mtoto kama yule, afu kisima ni kifupi sio kirefu, kwa sababu kutoka usawa wa maji mpaka hapo imechukua nusu saa. Yaweza kuwa hiyo pia ndo sababu hata ya kutokea ile tukio. Sijajua ni uzembe gani, labda anasema watu walikuwa, jamaa ndio ongeana akisema hivi, watu hawakuwa haraka sana, watu walikuwa wanajaa tu wanatazama, lakini hawakuwa faster, yani kwamba tumalize haraka. Tuliwakuta watu ambao wako, yani kwa kifupi na maana wakati yule binti anapiga kelele, sawa, kuna watu walikuwa wako nje. Lakini sisi tulivyofika hatukutaka kuangalia wale watu, tulienda moja kwa moja kule ambako tukio limetokea. Binti mwenyewe alitamka akawa anasema kisimani, ama nyinyi mlihisi vipi paka mkaja kisimani? Tulihisi tu kwa sababu si tulisikia kishindo, baada ya kukaa hapa tulisikia kishindo. Kwa hiyo tulivyosikia kishindo ikabidi tuhisi kana kwamba inawezekana ili jambo liko. Na wewe ndio uliongea? Wewe ndio ulisema twendeni kuangalia kisimani, nilisikia kishindo. Yaani tulitoka tu mimi hapa na ndugu yangu mbio nyingi. Maana nikasema hapa pana kisima, kwa hatujajua kana kwamba nini kimetokea. Sasa yule alivyopiga kelele sana za msaada, ndio tukahisi labda inawezekana kuna jambo limetokea, ngoja tuende kwanza kule. Ndio. Mimi niliongea na mama mtoto pamoja na yule binti, waliniambia mama mtoto alinisimulia akasema kwamba wewe uliunganisha mlio uliosikia, alafu ulivyosikia binti apiga kelele ukamwambia kwamba nilisikia kishindo, labda tuende tukaangalie kisima. Na ndio maana nakwambia, ndio maana tulivyosikia kishindo, kwa sababu tunajua kuna kisima, ndicho kilitupelekea sisi tufanye nini, tukimbilie kule. So basi singekuwa kishindo, ina maana tusingekimbia kule, tungekaa huko tujue kana kwamba tatizo ni nini. Lakini kishindo ambacho tulikisikia ndio kilitupelekea sisi tusogee kule. Hali ya binti ilikuwaje ulivyokuwa unamtazama pale? Ulifika tu mkamkuta pale, hali yake ilikuwaje kwa ujumla? Kusema kweli kaka, katika hali ile kukaa kwanza kumwangalia mtu yeye, zaidi ya yeye kupiga kelele na kulia, hakukuwa na utofauti mwingine zaidi ya kelele zake tu za kulia, jamani nisaidieni nisaidieni. Akatoa namba ya simu kwa ajili ya kuwasiliana na bosi wake, maana dadangu hapa ndio alikuwa anawasiliana naye. Umeona, ndivyo ilivyokuwa. Taarifa za msiba ulizipata wakati gani? Ukiwa huko ama ulikuwa usharudi nyumbani? Na mimi nilikuwa sijaenda, ina maana wapo ambao walienda, lakini mimi nilikuwa sijaenda kule, nikawa niko hapa. Baadaye sana kama masaa kadhaa ndo nikaja kusikia kana kwamba yule mtoto amefariki. Na huyu mgeni alikuwa na muda gani toka amehamia hapa kwa makadirio? Nadhani kama siku 5, 6 zikufika siku 5 kitu kama hicho. Toka amehamia. Kumbe ilikuwa ni mgeni kabisa. Ni mgeni kabisa kiasi kwamba ndio maana nasema hata kuwafahamu tulikuwa hatujawafahamu. Hata ndio maana nakwambia hata wiki hawakumaliza. Kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anakaa hapa alihama. Kwa baada ya kuhama yule ndo wao wakaingia. Alihama mwezi ngapi? Sijajua. Hawakukaa sana mpaka walivyohamia. Hawakukaa sana. Inawezekana ni mwezi mmoja tu. Toka wahame wale. Tukio kama hili ushawahi kulisikia popote pengine? La kwanza kakaangu. Sijawahi kushuhudia. Na mtoto ulikuwa haujawahi kumuona? Sijawahi kumuona hata siku moja, ndo kwanza siku ile. Alikuwa anafanyaje? Kufanyaje? Alikuwa anafananiaje ulivyomtazama? Kaka, kufananiaje yani labda? Koje yani? Hamna, kitoto kizuri tu. Kiasi kwamba kama wazazi
tuliumia kuona tukio lilitokea limempata. Kitoto chenyewe kizuri, safi kabisa. Koje sasa tusimulie. Tupe sifa za mtoto. Amna, kitoto cha wenyewe kilikuwa cheupe, kizuri, kimenyoa panki vizuri. Kimependeza. Yaani kilikuwa kizuri, kwa kusema kweli kilikuwa kizuri. Hiyo ilikutesa kwa muda mrefu sana. Lazima uumie kama mzazi. Labda kama sio mzazi huwezi kuwa, lakini kama mzazi lazima uumie. Kwa sababu ni jambo la ghafla, bora uuguze. Kwa hiyo tunajua hata mzazi wake saizi anateseka. Napitia wakati mgumu sana. Yaani mpaka hata nimekuja hapa napitia wakati mgumu sana. Sio ndani. Yaani sio kidogo. Hiyo hali kana kwamba yani hata ingetokea kwangu ni hivyo hivyo. Neno lako moja kwa ajili ya mama, kwa sababu sasa hivi anajutia kila kitu. Yaani anajutia sijui kuhamia nyumba hii, anajutia sijui kukaa nyumba ina kisima, anajutia kila kitu, anajutia masuala yote. Neno lako moja kwake kama sehemu ya faraja. Ni mengi ambayo atakuwa yani kila anapokaa na anafikiria, atawaza kwa nini nilihamia huku, bora nisingehamia. Ni mengi lazima awaze, afikirie, lakini yote kwa yote inabidi tumshukuru Mungu, kwa sababu kila jambo Mungu ndo ana makusudi nalo. Ili tu Mungu anazidi kumfariji. Hilo tu ndo neno langu. Hapa ni kwako umepanga? Tumepanga. Una miaka mingapi hapa? Na miaka mingi. Miaka nilokuambia ndo miaka nilopanga hapa. Hapa. Miaka 20 ngapi? 22. Miaka 22. Hatari wewe. Unataka upewe urithi? Nyumba ya ulisi. Nyumba ya ulisi. Mpaka uchukue urithi. Unajua ukimpata pia mwenye nyumba ambaye hana changamoto, unajikuta mtu naishi vizuri tu. Nani ambaye atakubali mimi nikapange kwake niweke mabanda kama hivyo? Hamna, ni wachache. Kwani umpate mtu mwenye utu wake ndo kama hivi. Hongera bwana, mimi nashukuru sana kwa hizi taarifa. Naamini watu watakuwa wamezielewa na wamezisikia vizuri, na wewe kwa upande wako umechangia kile ambacho yaweza kuwa kitamfariji mama kwa namna moja ama nyingine. Kweli, tunaomba na sisi tunaomba Mungu aendelee kumfariji katika yote, amshukuru Mungu kwa kila jambo. Ndio. Sawa mtazamaji, sisi tunaishia hapa. Dada yetu huyu hapa ameshaongea kwa upande wake, amesimulia jinsi ambavyo ameliona. Nadhani mnaweza mkaweka comment hapo chini kwenye comment section, mseme mmemuelewaje na nini ambacho unadhani kitakuwa sahihi zaidi kwa mama kuweza kuchukua, kwa sababu kwa wakati huu anapitia wakati mgumu sana. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Until next time. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.